upepo wa burudani unavuma kila kona ya jiji la Dar es Salaam. Simba na Yanga, Kariakoo Derby, mchezo mkubwa kabisa barani Afrika. Tayari homa ya mpambano huu imekwisha wakumba baadhi ya mashabiki kutoka kila kona ya nchi ya Tanzania. Na hapa nilipo tayari baadhi ya mashabiki wengine naarifiwa wamelala hapa hapa. Lakini kianza hapa na shabiki wa Yanga. Kaka, unaitwa nani hapa? Kwa majina naitwa Kennedy Mashara kutoka Shinyanga. Bila shaka wewe ni Msukuma. Naam, kama kawaida. Kutoka Shinyanga mpaka Dar es Salaam Tanzania si jambo dogo. Na umepiga uzi wako hapa wa wananchi. Nini matumaini leo? Matumaini, kwanza kitu cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema kwa kuweza kunifikisha kwa siku ya leo tena kuja kuona pambano kubwa kama hili. Matumaini kwangu ni makubwa sana kwa sababu timu yangu ni nzuri, ina usajili mzuri kuliko wenzetu. Wana usajili wa kusuasua, wa kubangaiza, wa kuokota wachezaji. Hebu nipe kikosi kwanza. Kwa kikosi, namba 1 ni Diara, namba 2 Mwenda, namba 3 kama kawaida beki la kushoto kutoka kwao, namba 4 Baka, namba 5 Jopu, namba 6 Conte, Koma. Naam, basi haya ndio mambo ya Benjamin Mkapa. Kaka, umepiga uzi wako wa mnyama Simba Sports Club. Nitajie majina yako alafu tuambie na wewe nini matumaini. Umemsikia pale Mwamba Katamba na kikosi chake japo kwa uchache. Mpira utakuwa uwanjani. Kwa majina naitwa Abel Yachula, natokea Mtwara. Ila kwa sasa nakaa Mkuranga. Na matumaini makubwa leo kikosi changu pamoja sijabadilisha sana wachezaji. Lakini leo lazima nishinde, siwezi kufungwa mara 5 mfululizo. Yeye alitamba kwa kipindi hiki cha kuchukua makombe msimu wa miaka 4 mfululizo. Pamoja amechukua makombe miaka 4 mfululizo. Hata mimi nilifanya hiyo kabla ya yeye ndio akachukua yeye. Lakini sasa upepo umekubali. Nadhani Fadlu hawezi kuteseka namna hiyo. Leo tuna matumaini makubwa sana na Simba Sports. Wanasema dereva mzuri anauliza njia wakati wa kwenda, wakati wa kurudi huwa haulizi njia. Umemsikia hapa ametamba shabiki. Ni mmoja baada ya mwingine. Shabiki wa Yanga, njoo dada. Shabiki wa Yanga, nataka mmoja baada ya mwingine, wanakimbia mashabiki wa Yanga haya. Njoo mwingine hapa. Haya. Labda wewe tueleze nini matumaini ya mchezo wa leo? Matumaini ya mchezo wa leo, Simba wanaenda kushinda goli 2-1. Anafunga Elim Panzu pamoja na Neo Maema. Unaitwa nani? Naitwa Ezekiel Deusi kutoka Kanda ya Ziwa. Hawa ni mashabiki tu. Hebu tuone sasa kwa wanaouza jezi. Ili tuone namna ambavyo nimeingia katika banda hapa ambalo jezi zinauzwa. Musika nani? Kaka, habari za leo bwana? Wewe utaki kuongea. Sawa, hapa zinauzwa jezi kama ambavyo unavyoweza kuona, jezi za Yanga upande huu wa kushoto, lakini jezi za Simba pia ziko upande wa kulia. Hii ndiyo hali halisi iliyopo Benjamin Mkapa asubuhi hii, na bado naendelea kupata maoni ya baadhi ya mashabiki. Kaka, unaitwa nani? Tueleze hali halisi ya mchezo wa leo kwa upande wako ikoje? Naitwa kwa faida tu ya wasikilizaji, naitwa Pius Kipeta from Katavi for here now National Mkapa. Kwa niseme kwamba mimi kutoka Katavi paka hapa nilipo, niseme tu kwamba nina shauku kubwa sana. Kwa upande wa timu yangu naiamini vilivyo mno paka kuja hapa. Unajua kutoka Katavi paka hapa gharama ni kubwa mno. Alafu leo hii unaiamini timu kiasi gani paka unakuja leo hii Benjamin Mkapa. Mimi niseme tu kwa upande wa wachezaji paka sasa sina mashaka nao kwa sababu tayari tushafanya utambulisho wa wachezaji, na wachezaji kila mchezaji unamuona yuko kwenye morali kabisa ya kwenda kuipambania nembo ya Simba. Kwangu mimi kwenye fisco niseme kwamba Simba tayari tumejiandaa vizuri sana. Hawa wanaohitaji kichwa watakipata. Mmeshafungwa mara 4, mara 5, unakuja katika lugha nyingine kabisa tofauti. Kipi kinachokupa matumaini hayo? Ni kwamba kufungwa mara 5 au mara 4 sio kushuka kimpira. Na ndio maana leo hii El Clasico paka leo bado ipo. Utakuta Madrid kafungwa mara ngapi, lakini leo hii El Clasico paka leo bado ipo. Kwa tunavyosema kwamba mtani wa jadi hawezi akaondokana na kusema kwamba tukisa kufungwa, lakini bado huyu mtani leo hii tulikuwa na kikosi kibovu, lakini mechi moja ndio imeenda kuamua nani bingwa. Tumetoka sisi tunacheza kimataifa, tunacheza finali. Unasemaje kwamba ni kikosi ambacho hakiwezi kutukupa chochote?
chochote kile kama wewe mshabiki kweli. Kwa hiyo kwenye fakti tunasema hivi, tukutane uwanjani, dakika 90 ndizo zitakazoamua kicho walichokuwa huyu ameongea kitaalam zaidi, na bila shaka mambo yanazidi kuwa mazuri hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni ndivyo ambavyo unapoweza kuona baadhi ya mashabiki, lakini tukiangalia hali halisi ilivyo, baadhi ya mashabiki wanaendelea kuwa na furaha kwa maana ya matarajio watakayokutana nayo katika mchezo huu, na ndivyo ambavyo naendelea kukuonyesha hali halisi ilivyo mapema kabisa muda huu asubuhi. Lakini tukiangalia hali ya usalama pia, usalama umeimarika na utaratibu unaendelea kufanyika kama kawaida. Wana usalama kila mmoja akichukua nafasi yake. Hii yote inadhihirisha kwamba mchezo wa leo utakuwa ni moja kati ya mchezo ambao umeandaliwa kwa uhakika zaidi na kitaalam, na ni moja kati ya mchezo hapa. Sasa nakutana na moja kati ya mashabiki shabiki wa timu ya Yanga. Kaka, hebu tueleze unaitwa nani, umepiga uzi wako wa Yanga, nini matarajio katika mchezo wa leo? Kwa jina naitwa Benson Mlele, nimetokea Sumbawanga, nimekuja kwa ajili ya ushindi tu huko Dar es Salaam. Nini matarajio mchezo wa leo, mnakwenda kucheza na mtani? Matarajio kwa mtani wetu huyu, tunakwenda kumkanda mara 6 mfululizo. Na ushindi wa leo ni kuanzia goli 6 mfululizo. Unaona? Yaani hapa sio chini ya goli 3, lazima tumlambe mtani wetu. Na kuchukua ubingwa wa ngao ya jamii tena kwa mara ya 3. Nakupa swali moja tu jepesi. Bao la kwanza la Yanga lafunga nani leo? Ekua. Haya, umesikia mwenyewe. Njoo na bado naongea na mashabiki wa leo, lakini mashabiki wa Yanga pamoja leo wanaonekana kidogo kama mmekuwa wazito kuzungumza. Nataka shabiki wa Yanga aje hapa. Unaitwa nani? Hebu tueleze. Naitwa Jafari Magapi Chilima. Nini matumaini, matarajio katika mchezo wa leo? Matarajio tulionao katika mchezo wa leo, kwanza tuna imani na kikosi chetu. Tuna imani na wachezaji wetu. Hakuna mchezaji ambaye hatuna mbamba. Ukimwona kwa unajua Yanga tuna watu. Hatuna wasiwasi na wachezaji wetu. Tunakuwa tuna Pakome Zozwa, Zengeli, Mzize. Kuna mtoto yupo kati pale anazungusha anaitwa Dombia. Kaka, umesikia tambo. Niambie nani, unaitwa nani na nini matarajio yako? Wengi wanaita kama Jack Repalo, unaona, kutokea mitaa ya Mbezi. Kwanza pale mimi nakupangia na Anthony Mligo namba 3. Alafu Nabi kama anaingia kati namba 6. Akikana Kagoma pale. Kule kuna The Lock. Nani? The Lock. Shamuka Labwe, Shomari Kapombe, baba sasa Shomi Dawi. Kibisa wala mta Volcano mzako pima watu umbi. Kule kwa Bajabe leo hayupo. Basi tunaanza na Chip Dennis. Ahua pale, Mkwala pale. Nani anatomoka? Ndugu mtangazaji, muulize. Kipindi kile tunawapiga Chip Dennis hakuepo, Mpanzo hakuepo. Naona mnashindana kwa hoja. Sio Simba hii ya Nabi Kamala, sio Simba hii ya Anthony Mligo. Ya The Lock beki pale katikati. Utapitia wapi kwa mfano? Leo Maema kiingia sababu utapitia wapi kwa mfano? Niambie. Yaani mimi nakwambia kitwani Maema, unamsema Maema. Wale ni wacheza mapiano ndugu yangu. Hivi situfungwe Yanga. Akili njomba. Hapa vijana wanashindana kwa hoja. Ila msipigane. Umesikia bro? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mchezaji yote ametoka Mamelodi, hata kama amekaa benchi, huwezi kumfananisha na mchezaji wa Tanzania. Alafu pia sisi tunachojiamini watu wa Simba, sisi mafanikio yetu yanatokana na kupigwa na nini? Yanga walivyotupiga nafasi ya 3, sisi tunaangalia namba. Hatuangalii kwamba amepiga. Sisi tuko kimataifa, tuangalie tena kwamba Yanga sasa hivi wanafanya nini. Yanga ni watoto wa mama wa nyumbani. Mwamba mmoja tu huyu anawashinda. Jibu. Yaani ndugu mtangazaji, mimi nakwambia kitu kimoja. Yaani hawa nakupa dakika 15 Simba wakitoboa leo hii watakuwa wanaume. Wanatobolea wapi? Hizi ni timu za ulisi. Umesikia hapa vijana wakishindana kwa hoja, lakini yote kwa yote wanaonekana hawa vijana ni wafuatiliaji wa masuala ya kabumbu. Nikiripoti kutoka hapa Benjamin Mkapa, Hassan Mvula, Azam Sports.